nitoe nasaha zangu kwa wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu ni watu ambao wanakaa majumbani kwa muda mrefu, basi wasihuzunike, wao pia wana fursa. Maana mafundisho haya yahusu an-nisaa war-rijal kama yahusu ar-rijala wan-nisaa. Mafundisho haya yanawahusu wanawake na wanaume kama yanavyohusu wanaume na wanawake. Kwa hivyo fursa hii waliopewa Waislamu wanaume, wanayo fursa hii kamili vile vile Waislamu wanawake, na wanawake wana faragha kubwa ya kukaa majumbani. Tumia fursa yako mwanamke wa Kiislamu fi ayami al-ashr, katika haya masiku 10 ya Dhulhijja kufanya amali. Usiishie shughuli za nyumbani tu. Naam, tunahitaji mpike, muoshe vyombo, mtandike vitanda, msafishe nyumba, mwatunze watoto. Haya ni mambo ya wajibu juu yenu, kama walivyokuwa wanaume wanatoka asubuhi kutafuta riziki. Huo ni wajibu wao. Majukumu yenu ya wajibu hayateremshi majukumu yenu au na wajibu wenu kwa ibada. Sasa fanya majukumu yako mwanamke wa Kiislamu huko nyumbani, lakini usisahau ibada zako. Tenga muda wako maalum kwa ajili ya kusoma Qur'an. Tenga muda wako mwanamke wa Kiislamu kwa ajili ya uradi. Lete adhkari za asubuhi na jioni. Tenga muda wako kwa ajili ya dua. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya wema kwa watu wako, fanya wema kwa mumeo na wengine, wazazi wako, watoto wako. Wanawake wa Kiislamu ni watu wanaokaa sana majumbani. Waitumie fursa hii. Wanayo fursa ambayo wameikosa muda wa kuwa wajeenda haji. Allah amewaletea mbadali.